Mkopesha kocha Fadlu imealipa. Na unaposema kwenye swala la akili ama swala la wao kuwa sawa sawa, unazungumzia ni namna gani ambavyo katika maamuzi pengine ambayo anayafanya kwenye maandalizi kile ambacho anakizungumza, chumba cha kubadilishia nguo, uwanja wa mazoezi, mechi ikiwa inaendelea, lakini hata mapokeo kwa wachezaji imekuwa namna gani, ama wanapokea maelekezo katika njia ya namna gani. Ni moja ya kitu ambacho unaweza ukasema Simba wamefanikiwa. Fadlu amekuwa mtulivu sana. Simba wamepita makocha wengi sana, na kila mmoja alikuwa na hulka na sifa namna yake. Moja ya kitu ambacho kimewahi kutokea kuwa na kocha ambaye anaonekana kuwa anafanya vitu vingi sana vizuri uwanjani, lakini nje uwanja mahusiano na watu wengine hayakuwa vizuri. Mara kadhaa watu walikuwa wakilalamika kuhusiana na aina ya makocha ambao pengine au tabia za kocha fulani ambaye alikuwa na hizo tabia za namna hiyo. Kwa hiyo kwa Simba, kwa Fadlu inaonekana hakuna hizo changamoto za nje uwanja, kwa maana mahusiano kwanza na watu wengine ikiwemo wanahabari, lakini hata mapokeo kwa wachezaji imekuwa tofauti. Unapozungumzia mkuu wa benchi ya ufundi, analama kocha anatakiwa kuwa na vitu ambavyo unaviona, ama ni kocha katika majukumu yake ambayo kwa nao mbali na kushinda mchezo, kuna vitu vingine inabidi uvione vya tofauti kwenye timu. Wakati Simba wanaanza msimu huu, walisema kwamba wanatengeneza kikosi chao. Kama wanatengeneza kikosi chao, kwa maana yake wanategemea kufanya makosa mengi sana. Lakini pili, kuwa na mabadiliko makubwa sana ya wachezaji katika maeneo muhimu, kwa maana uti wa mgongo wa timu kuvunjika. Sasa ukiangalia Simba wapo katika hiyo safari, kwamba wakati kocha mpya anakuja wanasema wanatengeneza timu, maana hiyo ni mpango wa muda mrefu au zaidi ya msimu mmoja. Yaani pale katikati, kuanzia kwa golikipa 4 na 5, 8 na 6, 10 na namba 9. Katika hayo maeneo wachezaji pekee ambao ama mchezaji pekee ambaye anasema huyu ndo alikuwa tangu msimu uliopita ni Fabrice Ngoma. Yaani kwenye utu wa mgongo wa timu wa Simba, Ngoma ndiye alikuwa msimu uliopita, Chamalon na Chefo. Yes, na Chefo na Malone, hao wachezaji wawili. Lakini Kamara mchezaji mpya, Baraza mchezaji mpya, Shamu Karabu mchezaji mpya, Kagoma ingizo jipya, Jean Shalea wa mchezaji mpya, aidha Mkwala ama Ateba wote wachezaji wapya. Na ndio maana haijawa kesi kubwa kwa wachezaji wa Simba kubadilika katika baadhi ya maeneo kiuchezaji au kwa kulingana na mpinzani anavyokuja na mpango wa kocha, kutokana na hali zao kwa hicho kipindi. Sasa ukija kumwangalia kocha Fadlu na kile ambacho kimezungumzwa na changamoto wachezaji wa Simba ambao walianza kuzungumza magoli mwanzo kwamba wameonekana kuwa napanda shuka nyingi, unakuja kuangalia swali la kwanza, malengo ya timu yametimia? Wamevuka malengo mpaka ninapozungumza kwa upande wa kimataifa. Simba yuko finali sasa hizi, malengo yalikuwa ni kufika nusu. Hao ni malengo ya misimu mitatu nyuma, wamekuwa nao misimu minne nyuma, kwamba wakiingia robo wanatakiwa kufika finali, aidha ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho. Tunazungumza Simba yuko finali ya kombe la shirikisho, maana kimataifa ametimiza malengo. Ligi kuu bado chance anayo, anaendelea kupambana. Kwenye FA bado yupo. Ni vile tu muungano hiyo safari yake kimataifa imemfanya kutoshiriki, lakini alikuwa katika hiyo nafasi ya kuendelea kupambania. Kwa hiyo ukija kumwangalia kimalengo kocha Fadlu bado yupo kwenye rhythm nzuri, ama yupo katika tunasema yupo katika mstari wake, amefanikiwa. Ukija kwenye swala la sasa timu kiwanjani inafanya nini, lakini wachezaji wako na hali gani, hapo utakuja kuzungumzia kwa upande wa kocha kina kwa upande wa wachezaji wenyewe. Kwa mfano, ukija kwenye swala la kazi ya kocha improve ama aongeze kiwango cha mchezaji mmoja mmoja, ukija kama kikosi cha Simba na kile ambacho wanatoa, kuna baadhi ya wachezaji tulikuwa tunaona profile za kawaida, lakini baada ya kufika Simba wameonyesha kwamba ni wachezaji watulivu ama daraja ya kucheza kwenye kikosi cha Simba. Mfano, kwenye eneo la walinda mlango, eneo la mabeki wa kati, Abdulrazak Hamza ni mchezaji wa ndani, yani mzao. Wakati anasajiliwa alionekana ni kwa sababu alicheza Afrika Kusini, ni kwa sababu alicheza timu fulani, lakini je, alikuwa na uzito huo kwamba huyu ndiye? Na hata msimu wakati unaanza, kama nakumbuka vizuri, sidhani kama alikuwa chaguo la kwanza. Ilikuwa ni Shamu Karabu na Shemalon Fondo.
baada ya kupata nafasi akaanza kuonyesha utofauti na hiyo maana ambayo amekopeshwa. Leo ukitaja kikosi cha Simba, yani unaweza kusema Abdulrazak Hamza kwanza, alafu ndo unafikiria either Chama Malone Fondo ama Shamu Karabu, kwa sababu ya kile ambacho kinaendelea. Maana amekuwa na wakati mzuri. Njoo kwa Yusuf Kagoma amekuwa na hali ya mwendelezo, na sasa hivi amekuwa mtulivu mara mbili zaidi ambacho alikuwa anafanya mwanzo, kitu ambacho imekuwa kizuri. Kwa Mohamed Hussein na Shomari Kapombe imekuwa ni mwendelezo wao ule wa kawaida, na kwa Ngoma amekuwa katika hali yake ile ya kawaida. Lakini kwa hao ambao wamepanda na kushuka, utakuja kuangalia wenyewe wamepokeaje mazingira kwa upande wa wachezaji. Kwa mfano kwa Joshua Mutale, Joshua wakati anakuja alionekana ni mchezaji top, yani Simba anahitaji mchezaji wa namna ile. Alikuwa machachari zaidi, na ndio hali ambayo yuko nayo mpaka sasa hivi. Hali ya hatari imeondoka. Sasa ili arudi kuwa hatari anahitaji vitu zaidi ya kimoja. Kwanza yuko kwenye mazingira aina gani, yani yeye mwenyewe amekubali kwamba niko katika ile hali ya mimi kubadilika, au nipo katika hali ya kutaka kuwa kwenye mazingira bora. Ukiangalia mechi ambazo anacheza, ikiwemo mechi ya FA ya mwisho ambayo alicheza Simba, kama nakumbuka vizuri, alipata nafasi akacheza na alifunga. Mutale wa FA ni Mutale tofauti kabisa na wa ligi kuu. Na nazungumzia kwenye kile kiwango kile, nazungumzia pale. Ukiangalia reaction za wenzake baada ya kufunga goli au wakati anaingia, wakati wanafanya warm up kwenda kwenye mechi, nikawa naambia kwamba bwana, una zaidi ya hicho ambacho tunakuona nacho, unaweza kukitoa, takionyeshe tuone. Lakini kwenye ligi kuu imekuwa tofauti. Na hata ukiangalia mechi zake za kwanza, ilikuwa ni mechi ya Ngao Jamii dhidi ya Coastal. Na ilikuwa ni mechi ya ligi ya dhidi ya Yanga. Morales alicheza nyuma ya mshambuliaji. Acha kiwango bora sana. Kwa nafasi ambazo zingine za wazi Mzalendo pia alipata nafasi. Lakini baada ya pale mambo yakaja kuwa tofauti. Kwa hiyo kwenye usajili ipo kupatia, wakati mwingine pia ipo kukosea. Japo kwa Simba kwa msimu huu wachezaji wengi ambao wameingia walionekana kuwa na mwanzo mzuri na mwendelezo mzuri, kiasi ambacho kocha alipata kigumizi mwanzoni kuchagua selection yake ya wachezaji 11 wa kwanza, yani kuchagua wachezaji 11 wa kwanza ambao angekuwa nao katika kila mechi. Kwa mfano eneo la kiungo la Simba lilikuwa lina Ngoma, lilikuwa lina Deborah Mapambo, alafu lilikuwa lina Augustine Ogejefa. Hao wote walikuwa wanapata nafasi ya kucheza.